Salamu na amani ziwe nawe popote pale ambapo ulipo. Ni kualike katika habari za michezo kitaifa na kimataifa. Langu jina ni Hussein Bakari, Rodri wa habari. Kuelekea mchezo wa kesho Jumamosi, Oktoba 25, 2025, mchezo wa marudiano ligi ya mabingwa barani Afrika, kocha msaidizi wa klabu ya Yanga ambaye anakaimu nafasi ya kocha mkuu Patrick Mabedi amesema kuwa kwenye mpira wa miguu kila mchezo una presha kubwa, ila kwa upande wao wamejiandaa kuhimili presha hiyo na kupata matokeo mazuri ya kufuzu hatua ya makundi. Kocha Mabedi na nahodha wa klabu hiyo Dickson Job wamekiri kupambana katika mchezo huo kwa juhudi zote. In football, every game there's a pressure because you need to deliver. And mpira ni mchezo wa pressure. Kila mchezo una pressure kwa sababu tunataka matokeo. Nina furaha nafanya kazi na timu inayoweza kuendana na pressure. Tunaamini tutafanya vizuri. Tunahitaji kufanya usuluhisho wa matatizo yetu na tushambulie vya kutosha. Wachezaji wengi wapo tayari na wanaotimamu kuelekea mchezo huo. I said players are available. Only two they still be assessed, but everyone is available for the game tomorrow. Maandalizi kwa upande wetu kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo na tunatambua umuhimu wa mchezo huu ambao tunakwenda kucheza siku ya kesho. Kikubwa ni sisi kufocus na kujiandaa vizuri na kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huo na kuingia katika hatua ya group stage. Kwa upande wa mashabiki wa klabu ya Yanga, wameahidi kwenda kuipa hamasa timu yao ili kuepuka fedheha ya kuishia hatua ya awali ligi ya mabingwa barani Afrika. Msimu uliopita tulitolewaga awamu kama hii, tulifungwa 2-1 kule, tulipokuja kwa Mkapa tukatoa sare tukatolewa. Sasa msimu huu tumefungwa goli moja, sasa tunakwenda kwenye mechi ya kesho, wanakuambia yajayo sio ya leo. Haishi mpaka ikiishe. Sasa kesho wale Silva watajuta kumkaba muuza visu. Kesho kwa wote kwa ujumla twende tujumuike, twende tukaishangilie timu yetu ili tupate matokeo ya kufuzu kuingia kwenye raundi ya pili, raundi ya makundi. Dar es Salaam Young Africans itashuka dimbani kesho Jumamosi kucheza dhidi ya Silver Strikers ya nchini Malawi. Mchezo wa kwanza Yanga ilipoteza goli 1-0 uwanja wa Bingu pale Lilongwe nchini Malawi. Ni mchezo wa lala salama. Kila la kheri ikawe baraka na fanaka kwa wananchi. Hakika imani yetu Young Africans itafanikiwa kuvuka katika hili. Na mabondia wa Tanzania wanaoshikilia mikanda mikubwa ya dunia WBO na UBO wamefanya mazungumzo maalum na EATV kueleza fahari yao kulinda heshima ya mchezo wa ngumi na kuliwakilisha taifa la Tanzania kwenye medani za ngumi ulimwenguni. Bondia Salmin Qasim, mshindi na bingwa mtetezi wa mkanda wa WBO katika uzito wa kati kilogramu 51 hadi 54, amesema kuwa mchezo wa ngumi umebadilisha maisha yake na maisha ya vijana wengi. Ni kweli, ngumi mchezo hatari, ila ni mchezo ambao umeleta ajira na taaluma ya ngumi inazidi kung'ara. Tanzania mchezo wa boxing au masumbwe ni kazi kama kazi nyingine, ni ajira kama ajira nyingine, ila mchezo huu wa ngumi so mchezo wa kumforce mtoto wako acheze, au ukimwona mtoto wako anacheza so umfokee sijui mbona anacheza hivi. Kwa mchezo huu inabidi mtu kwanza upende mwenyewe, kwa maana mchezo huu tunajiriski, kuna kufa na kuna kuwa kilema, kimfano kuparalyze, kwa maana mchezo huu ni mchezo hatari. Kwa upande wa bondia mdogo zaidi ulimwenguni katika ngumi rasmi za kulipwa, Abdurrahman Magoma, champion katoto, bingwa wa dunia mkanda wa UBO, amenadi juhudi zake na uwezo wake, huku akitahadharisha wapinzani wake katika mchezo wa ngumi. Nikiwa na mkanda wangu wa dunia UBO ambao niligombania kwenye knockout ya mama season 6, mkanda huu bwana ulikuwa ni mgumu sana kupata kwa sababu nilicheza na mpinzani kutoka Pakistan, kutoka nje, mpinzani yule ambao hajai kupoteza. Kwa hiyo mimi ndo mtu wa kwanza kuvunja rekodi yake, Abdurrahman Magoma, na pia hii itakuwa funzo kwa wale ambao wananichukulia poa kwamba wanachukulia ngumi ni mchezo tu wa kawaida. Tumalizie kwa kutazama habari za michezo kimataifa na nyota wa Manchester United Marcus Rashford, ambaye kwa sasa yupo kwa mkopo katika klabu ya FC Barcelona, amesema wazi kuwa anahitaji kusalia Hispania baada ya mkataba wake wa mkopo kumalizika mwishoni mwa msimu. Rashford mwenye umri wa miaka 27 alijiunga na Barcelona mwezi Julai 2025 kwa mkopo wa mwaka mmoja, ukiwa na kipengele kinachoruhusu klabu hiyo ya
ya Catalunya kumsajili moja kwa moja iwapo wataridhishwa na kiwango chake. Mkataba wake na Manchester United bado unaendelea hadi mwaka 2028, lakini mabadiliko hayo yanaonekana kumpa nafasi mpya ya kujiimarisha baada ya msimu mgumu katika ligi kuu ya Uingereza. Akizungumza na moja ya chombo cha habari barani Ulaya, Rashford ameonyesha furaha yake kubwa kwa msimu mzuri akiwa na Barcelona. Amenukuliwa akisema, kwa kweli nina furaha kuwepo hapa na nina imani hata kwa mtu yoyote anayependa mpira lazima aipende Barcelona. Kwa mchezaji ni heshima kubwa kucheza katika klabu hii yenye historia kubwa katika soka. Hata hivyo, suala la usajili wa kudumu bado linategemea uwezo wa kifedha wa Barcelona ambao umekuwa ukabiliwa na changamoto kubwa za bajeti na kanuni za mishahara ndani ya La Liga. Ripoti za ndani zinasema Barcelona inalipa sehemu ya mshahara wa Rashford huku Manchester United ikiendelea kugharamia sehemu iliyosalia. Je, Marcus Rashford ataendelea kusalia Barcelona ama baada ya mkopo atarejea nyumbani kwao Red Devils, mashetani wekundu Manchester United? Hilo ni swali, jibu lake litafahamika. Na dereva nyota wa Ferrari Lewis Hamilton amesema kwamba madereva wa McLaren Oscar Piastri na Lando Norris wanapaswa kuwa wakali na wasio na huruma katika juhudi zao za kutafuta taji lao la kwanza la ubingwa wa dunia wa Formula 1 mwaka huu, endapo wanataka kumshinda Max Verstappen wa Red Bull ambaye amerejea kwenye kiwango chake cha juu. Msimu wa mwaka 2025 umebaki na mbio 5 pekee ukianzia wiki hii nchini Mexico, huko pambano la ubingwa likionekana kuwa vita ya madereva watatu: Max Verstappen, Lando Norris na Oscar Piastri, wote wakiwa katika nafasi za juu kwenye msimamo wa madereva. Lewis Hamilton ambaye ana rekodi ya mataji 7 ametoa maoni yake alipoulizwa ni ushauri gani angewapa vijana hao wa McLaren. Hamilton aliongeza kuwa katika mazingira kama hayo, dereva analazimika kuwa na umakini mkubwa na kutoathiriwa na mambo ya nje, iwe ni pongezi au ukosoaji. Ripoti za michezo kitaifa na kimataifa. Mimi ni Hussein Bakari, Radio Habari, mwenye utajiri wa habari wa EATV.